mwanangu ana nyama za pua. Nilikuwa naomba diwani unisaidie. Na shida, mwanangu ana shida za nyama za pua. Nilikuwa naomba unisaidie kufanya operation. Usilie sasa. Kwa jina naitwa Fadhila Fadhili. Ni mkazi wa Rubakaya, kata ya Zingiziwa. Kuna rafiki yangu karibu anajua tatizo la mwanangu. Akaja akanifuata asemaje, nenda kwa diwani, yule uanza kimya kimya, anaweza kukusaidia. Nashukuru support yake, alinisupport mwanangu hadi alipopona, hadi kuja hospitali kuja kumtembelea mwanangu. Kuangalia maendeleo yake. Namshukuru sana diwani kwa kunisaidia. Nashukuru sana na rais wetu Samia Suluhu Hassan. Ndio sema shukuru sana kwa kusaidia mwanangu kwa kupona. Naitwa Ramadhani Mapunda, mwenyekiti wa serikali mtaa wa Gogo. Lakini kwa upande wa kata ya Zingiziwa ndio katibu wa wenyeviti wa serikali za mitaa, lakini pia ni katibu wa mheshimiwa diwani. Changamoto ya dada tulipokea tarehe 30 ya mwezi wa 4 kwenye mkutano wa mheshimiwa diwani ambao alifanya kwenye mtaa wa Rubakaya, kwa sababu ni utaratibu wake wa kila mwisho wa mwezi kufanya mkutano katika moja ya mitaa ya kata ya Zingiziwa kusikiliza kero za wananchi. Ndipo dada alivyokuja akaelezea kero, changamoto aliyokuwa nayo inayohusu mtoto ambaye amezaliwa akiwa na nyama za pua, na baada ya kuhangaika kwa muda mrefu na kukosa msaada ikabidi aje amfesi mheshimiwa diwani, kwa sababu tayari alishapata taarifa kwamba diwani alishasaidia watu wengi na alijua kwamba uwezekano wa kumsaidia upo, na ni kweli akaibeba moja kwa moja na akasema huyu nitamtibia mimi mwenyewe tena kwa gharama zangu. Mungu bariki, ni kweli mtoto ameenda amefanyiwa matibabu, amefanyiwa upasuaji na sasa anaendelea vizuri. Yaani kwa kifupi, diwani wetu sisi Mheshimiwa Suleiman Ayubu Kaniki ni mtu ambaye ili sio tukio la kwanza, ashafanya matukio mengi. Yote ni katika ile kuhuiwa kwa mheshimiwa diwani kusaidia jamii. Lakini bado kwenye kata yetu bado mambo mengi sana amefanya ambayo yanagusa jamii moja kwa moja. Kweli tunaendelea kumwombea kwa Mungu. Mungu aendelee kumwezesha, Mungu aendelee kumpa moyo huo wa kusaidia mpaka atakapomaliza miaka yake 5 ya uongozi katika kata ya Zingiziwa. Tunaamini wananchi waliokuwa wengi watakuwa wameguswa naye, kama sio mmoja mmoja, hata katika mazingira ya kijamii watakuwa wameguswa kwa kufaidika na uongozi wake.